Je, kuna mavazi ambayo hayapaswi kuwa hijabu? Naam, kuna mavazi ndugu zangu hayapaswi nyinyi myachukulie kama hijabu, na hapa ndipo ninapotaka kupasisitizia zaidi kwenu nyinyi. Niwaulize, vazi analovaa bibi harusi huvaa kama pambo ama huvaa kama nguo iliyostiri kama hijabu? Bila shaka ni pambo la bibi harusi. Kwa hiyo kuna mavazi mnavaa nyinyi ni kama mapambo, hivyo linapaswa mbele ya ajnabi lihifadhiwe. Hapo ndo tunapaswa kujiuliza sasa, mavazi tunayoyavaa sisi, unapokwenda harusini unavaa tu pambo, nguo ya kawaida, au unavaa kama pambo upambike uende harusini? Iwapo litakuwa ni pambo kama vile mabinti zetu tunavyowavalisha siku za sikukuu, tunakwenda kushonesha mishono kadhaa kadhaa kuonyesha kwamba tunatengeneza pambo la mtoto kwa siku ya sikukuu, halipaswi kuwa hijabu hata siku moja. Na ndivyo ambavyo baadhi ya mavazi yenu hata likufunike kiasi gani, kama ni pambo, upaswi kulichukulia kwamba hilo ni nini, ni hijabu. Vaa hijabu yako juu yake, nenda harusini. Ukifika vua hijabu, weka kama mko wanawake watupu, shereheka. Ukitoka hapo, vaa hijabu yako, rudi nyumbani. Kwa haya maisha ya kuvaa unavyotaka, na ukiambiwa useme kwamba amejifunika kila kitu, kwa hiyo uko ndani ya hijabu, itakuwa bado haupo ndani ya hijabu ya kisheria. Hilo la kwanza. Lakini la pili, vazi hili pia halipaswi kuonyesha maungo yako, inapaswa kuwa pana zaidi kuliko. Na hapa ndio vita inapokuja ya kibiashara. Kwa hizi hijabu tunazoletewa leo, zinaletwa hijabu ambazo ni mapambo yanayokupamba wewe na mwili wako na namna utakavyokuwa. Kwa lazima tuzingatie jambo hili kwa umuhimu mno kwenye suala la hijabu, na malengo ni kukuhifadhi wewe.